Mimi kuna kitu nimekiona pale Simba. Ndio. Fadlu Davis anajaribu kukitengeneza. Unajua unapocheza mechi za kirafiki kama hizi, unaamua kuwapa nafasi wale wachezaji ambao wachezi mara kwa mara. Simba anaenda kucheza mchezo mgumu siku chache tu zijazo dhidi ya Al Masry. Ni mechi ambayo ni ya maamuzi. Mechi ambayo unatakiwa uwe vizuri sana kwa timu yako, ama uiandae timu yako iwe tayari kwa mapambano ndani ya dakika zote 90. Sababu ukizungumzia Al Masry ni timu ambayo inatumia nguvu nyingi sana Al Masry. So timu ambayo ya kuichukulia poa, ni timu ambayo inacheza kwa kutumia nguvu nyingi, falsafa yao hiyo, wakiamini zaidi kwenye kuzuia na kwenda kushambulia kwa kushitukiza, hasa wakitumia maeneo pembezoni mwa uwanja, na maana wings ya kushoto na kulia. Juzi niliona kitu kipya. Nimefuatilia, kuna goli limefungwa na Teba, kama sikosei ilikuwa ni goli la 4 ama la 3. Walikuwa wameposti kwenye ukurasa wao ule wa Simba TV. Nilimwona Joshua Mutale juzi alipewa free roll. Yaani yeye ndo alikuwa mchezaji huru uwanjani. Aliperform vizuri sana. Alikuwa na kiwango kizuri sana kwenye kwenda kulitengeneza lile bao. Sababu aliuchukua mpira kutoka eneo la karibu kabisa na box la Simba, akigusiwa pale, akatani, akageuka kwanza kuangalia upande wa lango la KMC kwa kasi, akaondoka kwa kasi sana, kisha akaweka mpira ule upande wa kushoto, akamwangalia fullback ya kushoto, nafikiri ilikuwa Nouma yule, akamwekea, baadaye akarudishiwa mwenyewe, akatumbukia ndani ya box, akawa kama anataka kwenda kulia pap, afu akamdanganya akarudi kushoto, afu akaumaliza uwanja, akapiga vipas ambayo moja kwa moja mchezaji akaenda kuweka mpira nyavuni. Ni jambo zuri sana lile nililiona. Yaani ni kitu ambacho Mutale watu wengi huwa wanamuona anacheza vibaya kwenye mechi. Lakini kwenye uwanja wa mazoezi moja ya top performer ni Joshua Mutale Budo. Huwa anaonyesha vitu vikubwa sana. Na ndio maana kocha wake huwa anakuwa anamwamini, ama anaamini, ana imani naye bwana. Huwa anaamini huyu kijana ana kitu kikubwa, anaweza kaniofa mimi ndani ya timu yangu. Yaani Mutale yule ambaye anaonekana kwenye uwanja wa mazoezi kule Bunju na Mutale wa kwenye mechi ni vitu viwili tofauti. Sasa hata mimi wakati namwangalia katika ule mchezo nikanasema, sasa huyu Joshua Mutale, hii performance ambayo ameonyesha kwenye mchezo ule leo dhidi ya KMC, akichukua robo 3 yake akaionyesha kwenye mechi za Simba kwa zile dakika ambazo wanapewa, mimi naamini mashabiki wa Simba wataanza kumuimba. Mfano amezungumza vizuri hapa Urugu, amesema Darwin Nunez pale Liverpool. Yaani nakuwa hajiamini tena. Kwa nini hajiamini? Kwa sababu anaona kila kitu kwake kinamgomea. Yes, kinamgomea. Lakini ukimwangalia mchezaji usoni unaona kabisa anataka kitu anataka kifanye. Lakini sasa baada ya kuona anafanya vibaya, mfano juzi Liverpool amecheza mechi ya kirafiki ile ya legend na Chelsea na Liverpool. Coach akafunga magoli mawili. Goli la kwanza ulipigwa mpira wa kudondoka na Steven Gerrard, akaenda karuka. Ile yani staili fulani vya kuruka kama kikukupa, kaeka mpira nyavuni, kipa anakuja kulia upande wa kushoto. Goli la pili napigwa cross kutoka upande wa kulia, ana ganda hewani, anapiga header. Yes. Na alivyo mrefu mpira wavuni. Basi kwenye comment yote anashuka Darwin Nunez yaweze kufunga goli kama hili. Na baada ya mchezo pia kulikuwa kuna vile ni kama memes zile zilitengenezwa. Wanasema kwamba ukichukua magoli ya Darwin Nunez pale Anfield msimu huu hamfikii, wanasema hamfikii mkongwe Peter Crouch ambaye alifunga mabao mawili siku ile. Sasa tukirudi kwa upande wa kikosi hiki cha Simba, nilikuwa naona sasa labda mwalimu wa kikosi hiki cha Simba Fadlu Davis anataka kutengeneza kujiamini. Nakumbuka hata kuna siku Ahmed Ally aliulizwa na nilikuwa nakuja huko. Aliulizwa na waandishi kwa nini kocha anapenda kumtumia Joshua Mutale. Aliwajibu nini? Nendeni mkamuulize mwenyewe. Tutamuuliza Fadlu. Alisema tutamuuliza Fadlu. Tuone kuna kitu gani cha ziada ambacho anakiona, ambacho mashabiki wengi hawakioni. Sasa unajua katika kitu ambacho makocha wamejaliwa ni kukata tamaa. Kabisa. Makocha huwa wakati tamaa. Yaani kocha anaweza akimwamini mchezaji huyu anaweza kunipa jambo kubwa, ataendelea kumpa nafasi ya kucheza kila siku. Hiyo haijalishi huyo mchezaji ameamka katika hali gani. Na ndio maana tunaona sasa Fadlu Davis yeye anaamini kwenye kikosi chake Joshua Mutale Budo ana nafasi kubwa ya kufanya, ama kuna kitu nacho. Na ndio maana hata ukimwangalia muonekano wake tu unamuona Joshua Mutale anatamani kufanya kitu kikubwa ambacho hakiwezekaniki. Ndio maana mimi nikasema hapa, nikasema mechi kama hizi zinaweza zikamjenga Joshua Mutale huyu ambaye tunamuona anapotea, akaja kurudi akawa kwenye ule
ubora ambao watu tunautaka, ama yule Joshua Mutale ambaye alikuwa tishio kule Zambia, ambaye aliwatesa sana Simba. Nakumbuka kwenye mechi ya mtoano ile Simba na Power Dynamos alionyesha kiwango kizuri sana. Sasa tunaweza tukaja kumshuhudia tena akiwa na jezi ya Simba. Inawezekana, lakini asipo perform Simba anaweza kamwacha mwisho wa msimu, kwa sababu ni kawaida kwenye mpira wetu. Kwa sababu ukiangalia bado mechi chache tu. Yaani Joshua Mutale ana kama mechi 5-6 za kuprove. Bado mechi 8 za msimu za kumalizia msimu. Sasa mechi 8 za kumalizia msimu ina maana anaweza kupata nafasi kwenye mechi 5 ama 6, 7. Anatakiwa kuonyesha uwezo wake, mashabiki wamkubali, benchi la ufundi limkubali. Lakini kwa kocha mwingine mjeuli anaweza kusema bwana, huyu haja perform bado niachieni msimu ujao ni naye. Kwa sababu ukiangalia kwenye nafasi anayocheza Joshua Mutale, Simba wana wachezaji wengi sana. Ukiangalia Simba sasa hizi, labda eneo ambalo mimi nafikiri wanahitaji mtu ni kwenye kiungo wa ulinzi, umeona, na beki wakati. Lakini haya maeneo mengine yote kuanzia kwenye ushambuliaji, goalkeeping, kuna wachezaji wengi kiwango cha juu. Yaani ukiangalia fullback wao, labda Duchu anafanya vizuri upande wa Kapombe, na Kijili pia. Kevin Kijili anafanya vizuri upande ule wa Kapombe. Kwa unaona sasa hapo kwenye kikosi cha Simba wakati huu kuna maeneo mengi ambayo yametimia kabisa. Sawa, lakini pia kuhusiana na Joshua Mutale bwana, ni kwamba aliuliza kwamba inawezekana, yani mna mtaalamu wa saikolojia, kwa sababu inaonekana kama ile hali ya Joshua Mutale ndio hicho ambacho amekizungumza Moyombo hapa, kwamba Joshua Mutale ukimtazama facial expression yake, yani ukimtazama usoni, anakuonyesha kabisa kwamba kuna kitu ambacho anakihitaji au kuna kitu ambacho anakionyesha. Na ndio maana mara nyingi watu wamekuwa wakizungumza kwamba Mutale anataka kufanya vitu vingi ndani ya muda mfupi. Kwa muda huo anatamani a dribble, kwa muda huo anatamani atoe pasi, kwa muda huo anatamani akimbie na mpira. Kwa hiyo vitu vingi vinamjia kichwani mpaka mwisho wa siku unakuta kwenye ligi yetu ndo kama hivyo, watu hawawezi ukapewa sekunde 3 za kufikiria kufanya maamuzi. Ukichelewa ndani ya sekunde 3 mtu ameshafika, ameshakupokonya mpira, lawama zinabaki kwa mashabiki sasa. Sasa hichi kitu ambacho Joshua Mutale amekuwa kikionyesha kwenye kikosi cha Simba, na kitu ambacho Fadlu Davids pia amekuwa kikionyesha, kumpa nafasi na sio yeye tu, wachezaji wote ambao wamekuwa wakipewa nafasi. Mara kadhaa tumeona Valentino Uma anaanza mbele ya Mohamed Hussein. Tumeona pia Kijiri akianza, Duchu naye ameanza, juzi tukaona Hussein Abel akipewa nafasi ya kucheza pia. Hii yote ni kuonyesha kwamba mwalimu Fadlu Davids anawaamini vijana wake. That's why anawapa nafasi ya kuonyesha kile ambacho wanacho, ili sasa mashabiki pamoja na viongozi wengine wajiridhishe kwamba bwana, kikundi changu kina watu kadhaa, wote nimewapa nafasi ya kuonyesha, na kinachoonekana ndio hicho. Kwa hiyo baada ya hapo mwalimu hata yeye mwenyewe kwenye ripoti ya mwisho wa msimu sasa atapata nafasi ya kutoa tathmini yake au kutoa maoni yake kwamba fulani hivi, fulani tuachane naye, fulani tunaenda naye, fulani tunaenda naye, fulani bado nina kazi naye hivyo. Kwa hiyo inakuwa inampa hata yeye uwanja mpana sasa, na anawaweka fiti pia wachezaji, kwa sababu mchezo wa mpira bwana ni mchezo wa kugusana, na wachezaji wanatumia damu, ni binadamu wa kawaida. Leo anapata injury, nani yuko benchi, mchezaji fulani yuko benchi na hajawahi kucheza. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sasa, unamchomoa mchezaji ambaye anakaa tu benchi, hana match fitness, unamweka kwenye mechi labda mechi ngumu acheze, inakuwa ni changamoto. Mpaka aje click na wenzake inakuwa ni changamoto. Na kuna siku moja bwana tulienda kwenye media day kule Bunju, kwenye uwanja wa Simba kule, uwanja wa mazoezi. Tukakuta wale wachezaji ambao Simba walikuwa wametoka kucheza na Azam FC, wale wachezaji ambao walicheza kwenye mechi ile ya Azam FC, Simba dhidi ya Azam FC pale, ile ya sare ya mabao 2-2. Yes, wale wachezaji wa kikosi cha kwanza mwalimu alikuwa na program nao, wako pembeni wanafanya mazoezi ya kunyosha viungo na kuweka misuli sawa baada ya kazi ngumu dhidi ya Azam FC, na walikuwa wakijiandaa na safari ya kuelekea Arusha kucheza na Coastal Union. Sasa kuna wale wachezaji wengine ambao sio wa kikosi cha kwanza tunasema, ndio hao kina Joshua Mutale walikuwepo, kina Kelvin Kijiri, kina David Kameta Duchu alikuwa anacheza kama beki wakati siku hiyo. Walicheza mechi ya kirafiki dhidi ya ile timu ya vijana ya under 20. Sasa ile mechi matokeo sio issue, kwa sababu hata kocha alivyokuwa anawaelekeza ni kwamba msihangaike kutafuta magoli, kwa sababu hapa hatuhesabiani magoli. Tunachotaka kuona ni tunapataje muunganiko kwenye hawa wachezaji, ili mchezaji akiimprove zaidi au akiprove kitu kizuri, tunaweza tukamhamisha tukampeleka timu ya akaingia kwenye kikosi cha kwanza. Na miili inakuwa iko tayari. Kwa hiyo wanapata game tough dhidi ya timu za vijana hizo,
kila mmoja anajaribu kumshawishi mwalimu kwamba mimi na hichi ili aweze kumuingiza kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo ni kitu ambacho na niliona Joshua Mutale alikuwa akicheza vizuri sana. Kwa hiyo ndio hicho tunarudi pale Mwambo anasema kwamba kile kitu ambacho Joshua Mutale amekuwa kikionyesha kwenye mechi za kirafiki kama hizi ambazo hazina pressure kubwa, hazina intensity kubwa, akija nacho walau robo 3 au hata nusu ya kile anachokionyesha kule, akija nacho kwenye mechi, ndio basi huenda ikawa ni ya gia ya kuwazima midomo au kuwafunga midomo mashabiki ambao wamekuwa wakisema kwamba Joshua Mutale anapaswa labda kuondolewa kwenye kikosi cha Simba, Joshua Mutale hafai kuichezea Simba. Maneno yamekuwa ni mengi sana. Kwa hiyo mimi bado nina imani naye na naamini ni miongoni mwa wachezaji wazuri kwa sababu tayari amesha prove akiwa na timu ya Power Dynamos, miongoni mwa timu kubwa nchini Zambia. Lakini pia amekuwa akiitwa hadi timu ya taifa ya Zambia na tulishaona akiwa anakifanya hicho kitu. Kwa hiyo sasa mimi bado namdai kwamba kile ambacho anakionyesha kule basi tunatamani akionyeshe pia kwenye mechi ili mashabiki wapenzi pamoja na sisi ambao tunafuatilia mpira tuweze kufurahia kile ambacho anakifanya kwa sababu tunaamini ana kipaji kikubwa sana. Manake alichokionyesha basi kimefanya leo hii tukamjadili Joshua Mutale.